Kama unataka kufanikiwa, kama unataka kuenda mbele kwa haraka, kama unataka kuukomboa wakati kwenye maisha yako, hakikisha unawekeza kwenye tabia za kimkakati, kwa sababu mambo hayajifanyi, mambo yanatokezeshwa. 2025 kama unataka matokeo ya tofauti, wekeza kwenye kufanya vitu kwa namna ya tofauti. Tabia ya kwanza unayotakiwa kuiwekeza kwenye maisha yako ni kufanya vitu kwa wakati. Moja kati ya kosa kubwa ambalo watu wengi wanalifanya ni kuruhusu majira kupotea kirahisi. Mtu wa Mungu, maisha yako hapa duniani yamegawanyika kwenye vipengele vya majira. Kila wakati ulionao una majira fulani ambao unatakiwa kuutumia kimkakati kuweza kutokezesha hayo matokeo ya majira. Kwa hiyo jitahidi kujifunza kufanya vitu kwa wakati. Cha asubuhi kifanyike asubuhi, cha mchana kifanyike mchana, cha jioni kifanyike jioni. Kinachotakiwa kumalizika mwezi huu kimalizike mwezi huu, cha wiki hii kikamilike wiki hii. Usiwahi kufanya kosa la kuruhusu wakati ukupite wakati hujakamilisha assignment uliokuwa nayo ndani ya wakati. Ukiruhusu hili jambo litokee, utapoteza neema ya hayo majira. Ni gharama kubwa kurudi kufanya kitu ambacho wakati wake wa kukifanya umeshapita. Tabia ya pili, wekeza kwenye kukamilisha au kufikisha mwisho kila kitu unachokianza. Kuna watu wana kawaida ya kuanza na kuishia njiani. Unakuta ana project 3 mkononi, hajawahi kuzikamilisha. Ana vimeo vya mwaka jana, hakuwahi kuvikamilisha. Huyu mtu akipewa kazi ofisini, akiambiwa hii kazi inaisha Ijumaa, Alhamisi usiku ndo anaanza kuifanya. Usitumie huo mfumo, usitumie huo taratibu. Kupenda kuchelewa, kupenda kutokamilisha vitu ni moja kati ya tabia inayowapeleka watu kwenye umaskini wa kutupa. Ni hatari, kwa sababu utashindwa kujiamini, utashindwa kujievaluate, utashindwa kutengeneza heshima, utashindwa wewe mwenyewe kujiheshimu. Kwa hiyo tengeneza kawaida ya kufikisha jambo mwisho. Kama unaona imekuia ngumu, jitahidi ufike mwisho. Ukifika mwisho ndo uanze kufanya evaluation. Umefanikiwa kwa kiwango gani na umefeli kwa kiwango gani? Kwa hiyo hakikisha unafikisha mwisho kila kitu unachokianza. Tabia ya tatu ni kufanya vitu kwa muendelezo. Usiwe mtu ambaye unakuwa active miezi mitatu ya kwanza ya mwaka, then miezi mingine unalala usingizi. Mwakani tena ukipindua unaamka na malengo ya mwaka. No, hatuendi hivyo. Tengeneza tabia ya kufanya vitu kwa muendelezo. Jichochee, jifunze kutengeneza kawaida ya kuwa mfanyaji. Ifike hatua wewe kufanya kazi ni kitu cha kawaida. Kulalala sio kitu cha kawaida. Kwa hiyo tengeneza tabia ya kuwa na muendelezo. Unakuwa na active mkao wa kufanya vitu kwa muendelezo. Tabia ya 4, tengeneza tabia ya kutunza kiu yako ya mafanikio au shauku ya kutaka kufanikiwa. Moja kati ya kosa ambao unaweza ukalifanya ni kuruhusu matokeo ya mwanzo, matokeo kidogo kidogo, kukukata kwenye safari yako ya mafanikio, kukukata kwenye ndoto yako ya kupata matokeo makubwa ambayo unatamani kuyapata. Kwa hiyo tengeneza tabia ya kutunza kiu yako ya mafanikio. Tabia ya 5, tengeneza kawaida ya kulipa gharama mapema. Safari ya maisha, safari ya mafanikio itakuhitaji kuanza kulipa gharama mapema. Kadiri ambavyo unaanza kulipa gharama mapema, unarahisisha maisha yako yatakavyokuja kuwa mbele. Unarahisisha upatikanaji wako wa hivyo vitu ambavyo unavitafuta. Kwa hiyo mtu wa Mungu, jitahidi kuziingiza hizi tabia kwenye maisha yako. Sijui ni moja, sijui ni 2, au ikiwezekana zote, ingiza hizi tabia kwenye maisha yako, kwa sababu zitakupeleka kiwango kingine.